Hebu fikiria hadithi hii kwa kina zaidi, pole pole, kama filamu inayoanza taratibu asubuhi ya kawaida kabisa hapa Tanzania. Ni alfajiri, giza bado halijaondoka kabisa. Jogoo anawika kwa mbali, saa ya simu inalia. Kijana anaamka saa 11 kamili, mwili bado umechoka, macho yanawasha, lakini hakuna chaguo. Anaamka kwa sababu lazima. Anaoga haraka, anavaa nguo za kazi, anatafuta funguo, anachukua begi, anakunywa chai ya haraka au wakati mwingine anakosa kabisa. Anatoka nje, hewa ni baridi, njia bado ni tulivu, lakini ndani ya dakika chache kila kitu kinabadilika. Anapanda daladala, daladala imejaa. Watu wamesimama, wengine wamesinzia wakiwa wameshika vishikio. Mziki mdogo unapiga, dereva ana haraka. Kuna foleni, muda unakwenda, mawazo yanakwenda. Anafikiria bili, anafikiria kodi, anafikiria mahitaji ya nyumbani, anafikiria ndoto zake alizokuwa nazo zamani. Ndoto za kuwa huru, ndoto za kuwa na biashara, ndoto za kusaidia familia yake kwa nguvu zaidi. Anashuka daladala, anatembea haraka, anafika kazini saa 2 kamili, anakaa kwenye dawati, au anasimama dukani, au anaingia darasani, au anaingia kiwandani. Kazi inaanza, masaa yanapita, saa 6 mchana, saa 9 alasiri, saa 11 jioni. Mwili umechoka, akili imechoka, lakini mshahara bado ni ule ule. Mwezi unaanza, mshahara unaingia. Kabla hata haujakaa vizuri, tayari una majina mengi. Kodi inachukua sehemu yake, chakula kinachukua sehemu yake, nauli inachukua sehemu yake, msaada wa nyumbani unachukua sehemu yake. Kidogo kinachobaki kinawekwa pembeni au kinatumika kuziba mashimo mengine. Ndoto zinaahirishwa tena. Nitafanya baadaye, anajiambia. Nikishika pesa zaidi, anajiambia. Nikimaliza mwaka huu, anajiambia. Mwaka unaisha, kalenda inabadilika, mwaka mwingine unaanza. Miaka 5 inapita, miaka 10 inapita. Maisha bado ni yale yale. Kazi ni ile ile, ratiba ni ile ile, uchovu ni ule ule. Ndoto bado zipo, lakini ziko mbali zaidi kuliko mwanzo. Hapo ndipo swali gumu linaibuka kimya kimya moyoni. Je, kufanya kazi kwa bidii miaka 40 ndiyo mafanikio? Je, kuamka mapema kila siku, kufuata ratiba ya mtu mwingine bila uhuru wa muda ndiyo ndoto ya maisha? Hapo ndipo tunakutana na mawazo yanayotikisa akili, mawazo yanayokuja kama radi, mawazo yanayotulazimisha tujiuliza maswali tuliyokuwa tukiyakimbia. Mawazo haya yanapatikana kwenye kitabu kinachoitwa The Millionaire Fastlane, kilichoandikwa na MJ DeMarco. Ujumbe wa kitabu hiki si mgumu, hauhitaji elimu ya juu, hauhitaji Kiingereza kigumu. Ujumbe wake ni rahisi sana. Kuna njia tofauti ya kufanikiwa, njia ambayo haihitaji kusubiri uzeeni, njia ambayo haihitaji kubadilisha muda wako kwa pesa milele, njia inayokufundisha kujenga mfumo unaokuletea pesa hata kama haupo kazini, hata kama umelala, hata kama unasafiri, hata kama unaumwa. Leo simulizi hili si la kitabu tu, ni hadithi. Hadithi ya kufikiri tofauti. Hadithi ya kuchukua hatua. Hadithi inayomhusu Mtanzania wa leo, kijana, mfanyabiashara mdogo, mwajiriwa, mwanafunzi, mtu yoyote anayehisi ndani ya moyo wake kwamba lazima kuwepo na njia nyingine. Sasa, hebu tumwangalie mwandishi mwenyewe, si kama mtu maarufu, bali kama binadamu wa kawaida kabisa. MJ DeMarco hakuanza akiwa tajiri. Hakuamka siku moja akaona mamilioni mezani. Hakuwa na muujiza. Hakuwa na bahati ya kuzaliwa kwenye familia ya pesa. Alikuwa mtu wa kawaida kabisa kama wewe na mimi. Alifuata mfumo ambao karibu kila mtu anaambiwa afuate tangu utotoni. Soma kwa bidii. Fanya vizuri shuleni. Pata kazi nzuri. Fanya kazi kwa bidii.
hifadhi kidogo kila mwezi, subiri uzeeni upumzike. Aliamini mfumo huo, aliuishi, aliufuata, lakini ndani yake kulikuwa na kitu kilichokuwa kinamsumbua. Alikuwa anafanya kila kitu sahihi, lakini bado alihisi kama anakimbia kwenye duara. Kila siku anaamka, anafanya kazi, anarudi nyumbani akiwa amechoka. Kesho yake tena. Wiki inakwisha, mwezi unakwisha, mwaka unakwisha. Siku moja tukio dogo sana lilibadilisha fikra zake zote. Akiwa amekwama kwenye foleni ndefu barabarani, akiwa ndani ya gari lake la kawaida, alisiona gari la kifahari likisimama karibu naye. Aligeuza macho, akaangalia dereva. Hakuwa mzee, hakuwa amechoka, hakuwa ana haraka. Alikuwa kijana, mtulivu, mwenye uso wa mtu asiye na msono wa mawazo. Alikuwa anaonekana kama mtu anayemiliki muda wake. Swali moja likamchoma kama sindano moyoni. Je, huyu alipita njia gani na mimi ninapita njia gani? Swali hilo halikuondoka. Lilimfuata nyumbani, lilimfuata kazini, lilimfuata usingizini. Hapo ndipo alianza kuhoji mfumo mzima. Kwa nini watu wafanye kazi maisha yao yote alafu wafurahie mwisho tu wakati nguvu zimeisha? Kwa nini uhuru uje uzeeni wakati ujana umeondoka? Ndipo akafanya amuzi ambao wengi hawauthubutu. Akasema moyoni, sitafuata mkondo wa wengi, nitatafuta barabara nyingine. Nitatafuta njia itakayoniwezesha kufanikiwa mapema, nikiwa na nguvu, nikiwa na afya, nikiwa na muda. Kutoka hapo, mawazo ya barabara za maisha yakazaliwa. Maisha, kwa mujibu wa DeMarco, yanafanana sana na barabara. Kila mtu yuko barabarani, lakini si kila mtu yuko kwenye barabara ile ile. Kuna barabara ya kubahatisha, kuna barabara ya kusubiri, na kuna barabara ya kujenga mfumo. Barabara ya kubahatisha ni ile ambayo watu wanaishi bila mpango. Leo wanafanya hiki, kesho wanafanya kile. Leo wakipata hela ni sawa, wakikosa ni sawa. Hakuna malengo ya muda mrefu, hakuna nidhamu, hakuna mwelekeo. Hapa Tanzania unaweza kumwona kijana anayefanya vibarua hapa na pale. Leo anapiga debe sokoni, kesho anasaidia ujenzi, kesho kutwa anajaribu bahati yake kwingine. Hana akiba, hana mpango. Baada ya miaka 20, maisha bado ni ya kubahatisha. Hakuna uhakika, hakuna uhuru. Barabara ya kusubiri ndiyo inayojulikana sana, ndiyo inayoheshimiwa, ndiyo inayofundishwa shuleni. Soma, pata kazi, fanya kazi kwa bidii, subiri uzeeni upumzike. Hapa Tanzania hii ni barabara ya muajiriwa. Mtu anayepata mshahara kila mwezi. Mshahara unampa usalama fulani, lakini unamnyima uhuru. Anaongeza miaka ya kazi, si uhuru wa maisha. Baada ya miaka 30, labda ana nyumba, labda ana pensheni, lakini muda wake umeenda, ujana wake umeenda, nguvu zake zimepungua. Barabara ya kujenga mfumo ndiyo tofauti kabisa. Hii inasema jenga kitu kitakuletea pesa bila wewe kuwepo kila siku. Hii inaweza kuwa biashara yenye mfumo, inaweza kuwa huduma ya mtandaoni, inaweza kuwa elimu inayowafikia watu wengi. Mfano Tanzania, kijana anayejenga huduma mtandaoni, au anayefundisha ujuzi, au anayejenga biashara inayoweza kuendeshwa na watu wengine. Baada ya miaka 10 hadi 15, ana uhuru wa muda, ana chaguo, anaweza kuchagua afanye kazi au apumzike. Ana maisha anayoyaamua mwenyewe. Hapo ndipo mtego gumu wa maisha unafichuliwa kimya kimya moyoni. Mtego wa kubadilisha muda kwa pesa. Unapolipwa kwa saa au kwa mwezi, maisha yako yanategemea uwepo wako. Ukiumwa, pesa inasimama. Ukistaafu, pesa inapungua. Ukifukuzwa, pesa inaisha kabisa. Mfano wake upo wazi Tanzania. Dereva wa daladala asipoendesha, hakuna kipato. Mwalimu wa shule binafsi asipoingia darasani, hana malipo. Mfanyakazi wa ofisi asipokwenda kazini, mshahara uko hatarini. Fastlane inasema kitu tofauti kabisa. Inasema badilisha juhudi za leo
kuwa matokeo ya kesho. Fanya kazi kwa bidii sasa, ili baadaye usilazimike kufanya kazi kwa bidii. Jenga mfumo unaofanya kazi hata ukiwa umelala, hata ukiwa unasafiri, hata kama unaumwa. Ndani ya mawazo haya kuna kanuni 5 muhimu sana. Kanuni kwanza ni udhibiti. Jiulize swali hili kwa uaminifu. Ni nani anaamua kipato chako? Je, ni mwajiri wako? Je, ni ratiba ya ofisi? Je, ni mshahara uliokubaliwa? Au ni wewe mwenyewe? Katika Fastlane wewe ndiye anayeamua. Wewe unaamua bei. Wewe unaamua kasi ya ukuaji. Wewe unaamua mwelekeo. Kanuni ya pili ni urahisi wa kuingia. Kila kitu kinachofanywa na kila mtu kina faida ndogo. Kila mtu anaweza kufungua